mtazamaji wa Sune TV, karibu ndani ya kipindi cha Hatua kwa Hatua. Kipindi hiki tunakuwa tunakutana na viongozi mbalimbali wa chama na serikali, na tunakuwa tunazungumzia masuala mbalimbali, lakini pia hapa tunakuwa tunazungumzia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kupitia miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo imekuwa ikitekelezwa hapa Tanzania. Na kwa siku ya leo hapa studio nipo na mgeni ambaye tutakwenda kumfahamu na nini ambacho nazungumzia kwa siku ya leo. Nikusihi tu mtazamaji tuwe sambamba mpaka tamati. Unakuwa na mimi Consolata Emil. Karibu sana mgeni. Asante sana. Watazamaji wanatamani kukufahamu, kwa majina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Hudhaima Mbarak Tahir, mwakilishi wa vijana Chama cha Mapinduzi. Na hii ni mara ya ngapi leo? Ni awamu yangu ya pili. Ndio. Ambayo naenda nayo. Tungependa kufahamu historia yako kwa ufupi sana kuhusiana na masuala ya uongozi. Ilianzia wapi, ilikuwaje? Asante sana. Kila kiongozi ana njia zake, pamoja na kila kiongozi huandaliwa pamoja na kujiandaa. Mimi nimeanza mabaraza ya watoto tangu tokea 2008. Nikiwa katibu wa baraza la watoto shehia raha leo, lakini nikaenda katika baraza la watoto la Zanzibar ambayo inaitwa Children Advisory Board, nikawa kama makamu mwenyekiti. Lakini sikuishia hapo, nikiingia tena katika kinyang'anyiro cha baraza la watoto Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikaja tena kuwa makamu mwenyekiti wa baraza la watoto Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na pale ndipo ambapo sasa nikaanza kuwa na ndoto za kisiasa. Bahati nzuri, semina elekezi na vitu tofauti, nikaamua kwenda kujikita katika chama bora na chama sahihi. Nikatoka huko baada ya kustaafu umri wa watoto kufikia miaka 18, nikaingia umoja wa vijana kama katibu wa tawi. Nilipotoka hapo 17 nikaingia mwenyekiti wa wilaya wa vijana, umoja wa vijana wilaya mjini. Baada ya hapo sasa 2020 nikajipima, nikasema sasa naweza kwenda katika vyombo vya maamuzi, kwa sababu tayari nilikuwa nishashiriki forum tofauti, makongamano tofauti, nchi tofauti. Sasa naelekea katika hatua yangu nyingine. Na uzuri umri ulikuwa unaniruhusu 2020 nikaingia katika kinyang'anyiro cha ujumbe wa baraza la wawakilishi. Ingawa kuna vichangamoto kidogo, lakini ukiwa mkomavu, lakini ukisikuwa jasiri, lakini ukisimamia ndoto yako, na Mungu anakuongoza. Na huu uongozi ulianzia kwenye tawi, umezungumzia tawi la sehemu gani? Tawi la Raha Leo. Nimeanzia kisiasa, nimeanzia tawi la VCCM Raha Leo pale ambalo ni jimbo la Kikwajuni kwa sasa. Na pale ndio chimbuko langu la kisiasa ndio nilipoanzia, lakini hata mabaraza ya watoto nilianzia shehia na vitu tofauti. Na huko kote wakati unapita ulikuwa unatamani kuwa kiongozi, au labda ulikuwa na ndoto za kuwa nani? Huko kote napita nilikuwa natamani siku moja niwe kiongozi. Ingawa bado niko katika hatua kwa hatua, ile ndoto halisi sijaifikia, lakini naikaribia. Hicho ndicho ambacho ninachoamini. Na kwa sasa tayari umeshakuwa kiongozi kwa awamu iliyopita na hii awamu inaendelea. Jieleze sasa, wewe ni kiongozi wa aina gani? Mimi ni kiongozi ambaye kwanza ni kijana. Yaani kwanza rika langu kama special city za wanawake, na sipendelei sana, ingawa huko ndivyo tunapotokea. Unapoambia mwakilishi wa vijana na feel proud, kwa sababu ni ile sekta ambayo mimi nilioibeba. Lakini ni kiongozi ambaye anashaurika, lakini ni mpambanaji kweli kweli. Bila kuwa mpambanaji katika sekta zetu hizi za vijana, utakaa kando. Lakini ni kiongozi ambaye mpambanaji, napenda kutetea kuwa sauti ya wale ambao nawaongoza. Na ukiangalia hasa tofauti unaukuta Udhaima na uwakilishi wa vijana wa Udhaima ambao na uvao husika pale ambapo napokuwa katika bajeti, lakini katika ilani ya Chama cha Mapinduzi kuikumbusha serikali yangu, na katika mambo mengine tofauti. Ujasiri na ukomavu ambao ndio najivunia siku zote. Na labda kuna kiongozi yoyote hapa Tanzania ambaye wewe unamchukulia kama mfano kwako kwenye majukumu yako ya uongozi? Unajua lazima uwe na role model. Ndiyo. Ikawa mambo ni mingi, lakini yote kwa yote tutasema role model ambayo sasa hivi tunamchukulia na natamani, manake zile ndoto na ule ukomavu. Kuna sekta huwezi kufikia kirahisi, lakini ni Samia Suluhu Hassan. Unavomuona mwanamama jasiri, shupavu, ambaye anasimama na anatekeleza, basi unaona namna gani. Na mimi nataka kuwa kama yule, ili na mimi kama sitaongoza nchi, basi niongoze hata jimbo, lakini hata pande la nchi niwe nalo nami, manake niweze kuliongoza kwa taratibu zile zile za kisheria za nchi, ilani, mkataba wa wananchi pamoja na chama changu. Umemzungumzia Rais Dr. Samia, sasa kwa upande wa uongozi wake unauzungumziaje? Kwa upande wa uongozi wake
hakuna kama yeye. Kusema la ukweli, mwanamke ambaye una kifua ukienda ukaibeba Tanzania nzima. Tuangalie tunavyoibeba familia yetu ndogo tu, unasema naenda kukusemea kwa baba. Lakini yeye ndiyo baba na yeye ndiyo mama nchi hii. Namna gani ushupavu na namna gani mkataba wake wa ilani ya Chama cha Mapinduzi baina ya wananchi anavyoitekeleza na inavyoonekana, manake sio hewa tu, lakini unakigusa kwamba hichi amekifanya Mama Samia. Ni mwanamke shupavu na tunaendelea kumuomba afya njema ili aweze kuishangaza dunia kwamba mwanamke ni kiongozi na anaweza kufanya maamuzi na anaweza kuiongoza nchi. Tuje kwa upande wa hapa Zanzibar sasa, tupo na awamu hii hapa ya 8 ya Dr. Hussein Ali Mwinyi. Mengi amefanya, lakini na je, uongozi wake unauzungumziaje? Niseme kwanza nishukuru kwa nimebahatika tumeingia na Dr. Mwinyi pamoja katika awamu ya 8, ndio nimeanza uwakilishi wangu. Na najivunia kwa sababu ni shuhuda wa maendeleo ambayo Dr. Mwinyi anafanya nikiwa mule kama msimamizi wa sheria na mtungaji wa sheria. Pamoja na bajeti zote za serikali tunapisha baraza la wawakilishi. Ni uongozi ambao kama amesema kwenye slogan yake ameuachia alama. Tukija katika sekta ya elimu, sisi ambao ndio tunafaidika. Mashule ya ghorofa ambayo yakiambatana na vifaa vya kisasa. Ndicho ambacho kishuhudia kimojawapo cha Dr. Mwinyi ambacho vimefunguliwa miradi mingi na sisi vijana kama mimi mwakilishi wa vijana ndio tunafaidika. Ukija kwa wenzetu hapa ambao tuseme tunashahidi au kupitia anakuambia kile ni chuo kikuu, namwambia hapana. Ile ni shule. Lakini ukiangalia hospitali za wilaya. Hospitali hizo za wilaya ambazo sisi tumezishuhudia, kwanza vijana ndo wahanga wakubwa wa maajali na matatizo tofauti. Huo ndo ukweli. Lakini la pili, sheria yetu ya utumishi ya 2013 namba 11 inasema kwamba uajiri unaanza kuanzia miaka 18 mpaka 46. Ukiangalia ajira zinazotoka hapo katika mahospitali ambayo Dr. Mwinyi amejenga, mbali na afya ambayo tunaipata, lakini tumekuwa tunapata ajira. Maana ukiangalia sheria ya utumishi moja kwa moja ni sisi vijana ambao tunafaidika. Lakini ukiangalia barabara, tunasema migongo ya ngisi. Sisi tunarahisisha biashara zetu. Dr. Mwinyi ametupa mitaji tofauti ambayo kama ni wajasiriamali, uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, ule mfuko wa ZEA. Lakini kipi tunachokitumia? Transportation katika kusafirisha mizigo yetu manaki, na hapa pia tunafaidika. Lakini ukija tena ni michezo, tunaona namna gani viwanja vya kisasa kama vijana. Hizo ni sekta zote ambazo za vijana. Kwa hiyo ni sahihi awamu ya 8 ni uongozi ambao umekwenda kuacha alama kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Na tunatarajia mazuri zaidi na zaidi ambayo yanakuja kufanyika. Uchumi wa blue tumeona na maboti kila ilani, lakini katika ilani mpya nayo tunakwenda kufaidika. Ni vijana, kuna baadhi ya vijana ambao wanakuja na idea, unasema hawa ni Wazanzibari. Kumbe hivi vitu vilikuwepo lakini vilikuwa dormant. Sasa hivi Dr. Mwinyi anaviinua kadri ya siku na tunakwenda kupata wataalamu na anakwenda kuifikisha nchi katika hatua nyingine zaidi. Na kuna wengine ambao wanasema kwamba bado hawajaona ambacho amekifanya Dr. Mwinyi. Kwa kweli yao hawana macho. Na hatuna cha kuwafanya kwa sababu hata mnadhimu wao mule ambaye tunaye kipindi hicho ambao alikuwa anakiri na alikuwa mjumbe wa kamati ya budget, manake anaona ile miradi tofauti. Ni cha muhimu tu, huwezi kumzuia mtu na kijiba cha roho na maendeleo ya nchi. Sasa tuje kwa upande wako ukiwa kama kiongozi ambaye tayari awamu imepita, vijana wameona uchapakazi wako, lakini pia kipindi hiki tena tunategemea kuwa pamoja na wewe. Vijana wategemee nini ambao wanakwenda kuwakilisha? Vijana kwanza wategemee mazuri yanatokana na chama changu katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Naamini wamechukuliwa maoni mengi, kamati imepita na ilikuwa ina vijana, ilani ya 25-30. Kwa hiyo wategemee usimamizi mzuri wa kuikumbusha serikali juu ya utekelezaji wa ilani yetu. Kwa sababu mengi, kusema la ukweli, Dr. Mwinyi ameshatupatia mengi sana. Kwa anakwenda kuacha alama na ilani imezungumza hasa katika sekta ya uchumi wa blue. Maana yake kuna mabadiliko ya tabia ya nchi na kuangalia ile na ndio kitu ambacho ndichokuwa appreciate ndani ya ilani kupita kiasi, kwamba tunakwenda kuona namna gani kwenda kutafuta malighafi mbadala ya zile ambazo tunazozitumia michanga na vitu vingine. Maana yake hapa vijana kuna fursa, na Wizara ya Uchumi wa Blue sasa hapa tutakiwa kwenda nayo mbio. Maana yake kipi kinakwenda kugundulika? Maana yake chochote kile ambacho kinaweza kugundulika ni fursa yetu sisi vijana. Lakini chochote ambacho kinakwenda kufanya survey and research ni fursa yetu ya wasomi ambao tulikuwa tunajigambo kutoka vyuo vikuu. Mimi nimesoma, mimi ni mgunduzi, mimi ni mtafiti. Hapa kuna fursa maana yake ndani yake.
Kwa ni uzuri kwenda kuisimamia ilani yale ambayo yamesema ni kama mkataba wetu baina ya nchi, ya wananchi pamoja na chama changu. Kwa hiyo waisome ilani sana, tukumbushane sana, na nitakwenda kuisimamia serikali na kuishauri serikali yangu tukufu, na naamini haisahau. Na ile slogan yetu, uongozi unaacha alama, kila kitu kitakuwa perfect. Changamoto gani ambazo umekumbana nazo kwenye uongozi wako? Changamoto ni nyingi, lakini ujasiri ni muhimu, na hakuna kukata tamaa katika mapambano ya maisha yako, kwa sababu Mungu halali na wetu wote, na muda wa Mungu ni muda sahihi. Lakini changamoto, ukiwa jinsia yetu hii, kuna watu wataambatana kikundi, watasema yule hawi, lakini wakati muda wa Mungu sahihi na Mungu halali unakuwa, kwa sababu wewe ndio tumaini la Mungu na wewe ndio tumaini la vijana. Kwa hiyo hakuna changamoto ambayo tunapaswa kurudi nayo nyuma, wakati kuna kitu Mungu amekubariki nacho. Pambana nayo, piga hatua. Na kumekuwa na mwamko mkubwa sana kwa wanawake kugombania nafasi mbalimbali za uongozi. Siri kubwa ni ipi? Siri kubwa, hakuna siri kubwa zaidi ya wanawake wanahitaji maendeleo, kusema na ukweli. Wanawake tulikuwa tukiongozwa, lakini wanawake tulikuwa tukiamuliwa. Sasa tumejua utamu wa kuamua sisi wenyewe, kwa sababu unapomweka mwanamke, na nadhani unaziona hizi wizara na unaiona hali ya mwanamke, manake ukiangalia wizara ya ustawi wa jamii na wanawake namna wanapopata mikopo na vitu vingine, ukimwangalia kutoka waziri mpaka kwenda naibu waziri, mkurugenzi, makati, ni wanawake. Sasa umeona utamu wake ule. Tunaamua vitu ambavyo sahihi, na tunaamua vitu ambavyo hivi tunajua ndio mustakabali wetu, kwa sababu unapomwezesha mwanamke mmoja akiwa katika maamuzi sahihi, naamini kwa yule ni mama, yule ni mlezi wa jamii, lakini hata mwanaume hapo naye anakwenda kufaidika. Kwa utamu ni maendeleo ambayo tuliyoona, na namna gani utamu wa kujiamulia maamuzi ambayo tunakwenda mbele bila ya kukwazana hivi, na maendeleo na sasampa maneno ya watu inapatikana kwa uzuri. Na mtazamaji wa Sine TV, bado tupo ndani ya kipindi cha hatua kwa hatua, na hapa tupo na mgeni tunazungumza naye kuhusiana na masuala mbalimbali ya uongozi, hususan kwa upande wa vijana. Tunafahamu vijana wamekuwa na mwamko mkubwa sana kuwania nafasi mbalimbali za uongozi, lakini pia hata wanawake hawako nyuma kwenye masuala ya uongozi.